Majina anaitwa Beatrice Johnson, ni mkurugenzi wa taasisi ya Light for Domestic Workers. Leo tuko kwenye mafunzo ambayo yamefadhiliwa na taasisi ya UZIKWASA kwa lengo la kujenga sisi kama viongozi katika kuhakikisha ni namna gani tunaweza tukaenda kutekeleza zile afua mbalimbali ambazo zitakuwa zinatufundisha ili kuweza kufikia malengo yetu kama taasisi. Kwa mafunzo ya leo naweza nikasema mimi kama kiongozi binafsi yamenijenga na yameweza kunipa tafakuru zaidi ni namna gani tunavyoweza kuenenda kama taasisi. Mfano, kuna baadhi ya vitu ambavyo tulikuwa binafsi mimi mwenyewe nilikuwa sivijui. Kwa mfano, kama unaweza ukajihoji au ni vitu gani ambavyo vinaweza vikabomoa taasisi au ni vitu gani ambavyo vinaweza vikajenga taasisi. Hususan tukaona mawazo mbalimbali kwa watu kwamba aidha ni upendo unaweza ukajenga taasisi, lakini pia baadhi ya vitu ambavyo pengine chuki binafsi, vitu mbalimbali ambavyo vinaweza vikatufanya sasa taasisi isikue, inakuwa inabaki kurudi nyuma kutokana na vitu vidogo vidogo ambavyo vinaweza vikasababisha taasisi isikue. Lakini kupitia mafunzo ya leo ninaamini kabisa mimi kama kiongozi amenibadilisha na ameweza kutafakari zaidi kwamba mimi nibadilike kama kiongozi, niweze kutenda yale ambayo ni mazuri au na mtazamo hasa. Nadhani pia hata kwenye mtazamo kwamba tubadilishe ile mitazamo yetu, kuona ni namna gani tunaweza tukawaza yaliyo mema kwa ajili ya kusaidia watu ambao tunafanya nao kazi. Okay, sisi kama taasisi ya Rise Up ni kwamba tumeshatengeneza mpango kazi ambao wa miaka 5 na vile vile tunatekeleza dira ya taifa ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alizindua, dira ya taifa ya mwaka 25 mpaka 50. Maana yake mashirika ambayo ni sehemu ya kuleta maendeleo ndani ya taifa la Tanzania, ni kwamba sisi kama taasisi ya Rise Up, mafunzo haya yanaenda kutusaidia katika kuitekeleza dira ya taifa ambayo tayari imeshaanza kufanya kazi inavyozungumza, kwa sababu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alikwisha kuizindua. Maanake kila taasisi au kila shirika au kila aina ya kikundi chochote cha jamii kina wajibu wa kutekeleza hiyo dira ya taifa kwa manufaa ya Tanzania. Naitwa Ruth Mlai, mimi ni mkurugenzi mtendaji wa Femina HIP. Kwa kweli haya mafunzo ambayo tumeyapata kutoka UZIKWASA ya uongozi wa mguso yametuletea mabadiliko makubwa katika shirika letu. Kabla ya mafunzo tulikuwa tunafanya vitu vyetu kwa njia ambayo sisi tulikuwa tunaona ni sahihi, lakini wakaja kutuletea kujua kwamba tunahitaji kujitafakari na kujiuliza, hivi hiki kitu ninakifanya kwa ajili ya manufaa yangu mimi mwenyewe au yatakuja kuleta manufaa kwa wale wanufaika ambao niko hapa kwa ajili yao. Na pia tumejikuta kwamba tuko wazi kushirikiana na watu zaidi. Femina culture yetu ni kuwa wazi, lakini imetuongezea ile opportunity ya kuwa wazi na kushare na wenzetu. Kwa hiyo tunawashukuru sana UZIKWASA kwa haya mafunzo ya uongozi wa mguso. Katika mafunzo haya ya uongozi katika asasi tumefaidika sana. Kubadilisha asasi zetu katika mienendo yao, kubadilisha hizi asasi katika uwajibikaji. Kuna mambo mengine yalikuwa hayawajibiki vizuri, hasa kwenye nyanja za utawala bora, kwenye nyanja za mambo ya fedha, kitu kama hicho. Katika mafunzo haya pia mimi binafsi imenijengea uwezo kuwa na nguvu ya kutoa maamuzi pale ninapoona kwamba taasisi hizo imeelemewa au inaweza ikavunjika. Kwa hiyo ninafikiri kwamba mafunzo haya mimi yananifaa zaidi, na ingewezekana mafunzo haya yangekuwa